naomba kukabidhi gari VXR series VXR ambayo imenunuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Make ni 2025, ni ya mwaka huu 2025. Tengenezwa ni 2025. Kwa hiyo hii ni stahiki yako ambayo inatokana na National Defense Act ya mwaka 1966 pamoja na kanuni zake za mwaka 2015 ambazo zinasema Jenerali wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania baada ya kustaafu atakabidhiwa gari version ya juu ya Toyota ya wakati huo ambayo utaitumia kwa kipindi chote cha uhai wako, na pale Mwenyezi Mungu anavyofanya basi itabaki kwa familia. Hii ni sheria inavyosema kwa CDF wa staafu. Kwa heshima na taadhima, hii ndio gari ya serikali, ndio na kubadilishwa pale ambapo unaona imepitwa na wakati, kama tulivyofanya ile ni ya muda mrefu ile ya zamani. Kwa hiyo tunashukuru umetuvumilia, na kabla ya kukubadilishia tulimbadilishia General Mboma mwaka jana, na pia General Waitara pia tulimbadilishia, lakini ulikuwa mvumilivu, umepata meki ya 2025. Tunakushukuru sana. Basi nimkabidhi Mheshimiwa Waziri ili akukabidhi. Naomba nikukabidhi, lakini kama Katibu Mkuu alivyosema, amesema hii ni stahiki. Ni stahiki ndio, lakini stahiki hii inatokana na kutambua mchango wenu nyinyi majenerali CDF katika ulinzi wa taifa letu. Na mchango wako wewe ni wa kipekee kwa sababu wewe ndo muasisi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Umeanza nalo, lakini linapobadilishwa ulikuwepo, na wewe ndo uliweka kila kitu kwenye mstari. Kwa hiyo waliofuata wote wamekuta misingi mizuri, misingi ambayo imewezesha taifa letu kuendelea kuwa imara mpaka hapa tunapozungumza. Niko na CDF hapa ambaye ni zao lako, ambaye na yeye tunajivunia sana kwamba na yeye ameendelea kufuata misingi ile ile ambayo umeiweka. Kwa hiyo ni stahiki ndio, lakini huu ni utambuzi wa kazi kubwa ambayo umeifanya katika taifa letu. Na hii pia inaweza sheria ikawepo, lakini sheria isitekelezwe aliyopo madarakani. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan analithamini sana jeshi lake, anawathamini sana nyinyi waanzilishi, anawathamini sana wote waliochangia katika kuimarisha ulinzi wa taifa letu, kuhakikisha mipaka yetu iko salama, uhuru wetu hautetereki, mapinduzi yetu hayatetereki, na katiba yetu inabaki intact. Kwa hiyo kwa kulitambua hilo, amewezesha kama alivyosema makatibu mkuu, wale wote ambao walikuwa wamefikia muda wa kubadilishiwa wabadilishiwe, na faraja yetu sisi wote tuliokuja hapa, na unaona hili tukio tumelipa heshima kubwa sana mheshimiwa, kwa sababu nipo mimi mwenyewe waziri, yupo katibu mkuu, lakini yupo na mkuu wa majeshi. Kawaida huwa tunawaita wanakuja pale, lakini kwa uzito wa tukio hili na uzito wako wewe mwenyewe, tunakushukuru umetupa nafasi ya kuja kufanya tukio hili hapa nyumbani kwako, na Mwenyezi Mungu ametuwezesha wote kuwepo. Kwa hiyo naomba nikukabidhi, nikutakie ulitumie vizuri, likakusaidie katika maisha yako, na likaendelee kukupa faraja, ili pamoja na kwamba umestaafu tunajua bado ni hazina, unaendelea kutusaidia, ukaendelee kutusaidia. Asante sana. Niseme nini? Nikushukuru. Nashukuru sana kwa kupatia chombo. Wanasema the latest. Mimi nilikuwa CDF kwa miaka 10 kama asisi.
Nilipoingia vile mwaka wa kwanza ule tulipewa Mercedes Benz, na ndio ilikuwa gari la heshima kwa viongozi wa siasa na wakubwa wengine kama tulivyokuwa sisi. Baada ya mwaka mmoja tukakuta kwamba lile gari kuliweka sawa gharama yake ilikuwa kubwa sana, kwa sababu hela ambazo tulikuwa tunapata kutoka jeshini wakati ule ilikuwa ni hela za kujenga jeshi, kujenga jeshi. Nikabadilisha gari, nikanunuliwa Peugeot 404, na ndio zilikuwa zimeingia tu, ni gari la Kifaransa, na nilikaa nalo mpaka nilipotoka jeshini. Nilikaa nalo kwa miaka 8, na nilipotoka niliacha safi kabisa. Leo hivi nyumbani kwangu nakabidhiwa shangingi the latest. Basi nishie hapo tu, kwa mimi nashukuru sana.